Mimi kama nilivyojitambulisha naitwa Maulidi Hassan Mang'unyuka, nilizaliwa 35. Asili ya kukujua Nyerere huku, baba yangu alikuwa amedai undende ule Mwananchi hili kwa inaitwa Ungoni. Sasa baba ndiye aliyekataa Ungoni. Akashirikiana na wenzake akafanya mkutano na jumbe Mkosi Mbonani alishindwa, alikuja kuamua DC. Basi baba alipata ukabila lake. Sasa wakati ule Nyerere na yeye ameanza ukombozi wa uhuru. Sasa Nyerere kule kaskazini kote mmaliza, sasa huku kusini hakujui. Sasa wenzake aliyafanya nao kazi akasema, wakamwambia kwamba bwana, Songea ukitaka mtu wa muhimu kukusaidia shughuli hizi Mzee Mang'unyuka amekomboa kabila lake. Basi Nyerere akamwita Mzee Hassan, akaenda Dar es Salaam. Mzee Hassan wamefanya yao kule, akarudi na kadi 250. Sasa kadi zile kuja nazo baba hapa, akaona fanyeje sasa. Maana wakati ule utawala wa Kiingereza mkali mno, hawataki jambo hili. Wao wana chama chake naitwa UTP. Sasa kuleta vurugu hapana. Basi ikabidi awindwe Mzee Hassan. Alipofika ule, alipopata zile kadi, akaja. Kadi simfika pia, amekaa nazo tu. Nitafanyaje? Akaona aanze watoto wake kuwagawia kadi. Wote akatugawa kadi na majirani zake wenye hekima yao. Basi kadi 250 zimeisha. Akamwandikia, bwana, huku tayari kadi 250 imekwisha. Kuna maana ya watu 250 wanachama mpatikana. Sasa wanachama wanakutaka wewe uje mwenyewe uone nao ana kwa ana. Sasa Mzee Hassan siku hiyo ametoaga na mle, maana zamani ilikuwa bwaro. Ni vijana, mimi nakwenda Kilimasere kutembelea jamaa zangu siku nyingi. Kumbe ndio nakwenda kumpokea mgeni, hatuna habari. Haya, sasa mkwenda jioni saa 1 ndio anarudi na mgeni wake Nyerere. Amekuja naye. Mimi mmoja wapo na vijana wangu kuambia wanachama wazee wa karibu wale mwana zamani, kila mmoja nyumbani kwake. Tukawaita wakaja, jamani, mgeni ule tulisema ndio huyu. Mzee akamchukua mgeni wake akaingia ndani, kakaa kuna bote hapo boteni hapo. Ndio kwenda kukaa pale asubuhi kufanya mkutano. Umeisha mkutano, kumchukua mgeni, kulikuwa na vihenge siku hizi, zamani tukisema gala. Vihenge kwenye basi mzee kumficha mgeni wake pale. Baba anapokwenda na mimi nilikuwa na umri mkubwa, miaka 20. Mwaka 55. Nina miaka 20. Anaongea nasikia. Basi yale mawazo mimi nasikia. Nenda kuchukua maji kule ya kunywa. Kuja kuchukua maji. Lakini sio kuchukua tu mtu aelewe kwamba hayo maji anapeleka wapi. Kwenye kapu. Kabiri kwa maji ile na kwenda. Hasa mpaka jioni saa 1:30 anafika Mnyoromboni. Mekaniki yetu kwanza Songea mjini. Ndio kuja na gari yake kumchukua. Sio hapa, maana hapa amejaa askari hapa. Ngena katoroshwa mpaka kule kwenye kalabati lile pale. Ndio kuingiza kwenye gari baba na mgeni wake na dereva wameenda. Hicho ndio kitu nilichokiona kwa macho. Kutoka baada ya kusho mkutano kule saa 4, kutoka naye kule kuja naye hapa, tumekaa tangu saa 4 hiyo mpaka jioni saa 1 ndio anaondoka.
Mnakuwa mnakula naye na kila kitu. Ugali wa ulezi alikuwa anapenda sana. Kwa hiyo ambao walikuwa na msaka Nyerere kwa ajili ya kumwangamiza ni watu gani? Chifu Nasoro Kaswera na jina lake hasa alilopewa na wazungu tani 3. Sio kidogo, maana baba alikuja kumkamata hapa, amekaa ndani siku 14 kwa ajili ya kupigania uhuru. Mzazi wako wakati anaongea na Nyerere, wewe unasema ulikuwa unatumwa unarudi, ulimsikia Nyerere alikuwa anaongea naye nini? Mambo ya uhuru tu. Kuna kipindi na kapale wanavyoongea mambo ya uhuru tu. Walikuwa wanaambizana mambo ya uhuru tu, inabidi kukaza kamba. Wanachama hawa kwanza hawa inabidi watu wenye hekima zao. Mzee alishakutana na Nyerere baada ya uhuru? Alimuita baada ya uhuru, alikwenda amekaa miezi 3. Ikula kwamba Mzee Mang'unyuka, hiki kitanda lalia wewe sasa, alicholalia gavana ikiwe lala. Basi miezi 3 alikaa. Mimi nataka nikurudishe nyuma kidogo, kule ambako Nyerere alifichwa huko kwenye Kiengi. Yaani ilikuwaje? Kuna bonde hapo nyuma. Sasa tulikwenda kule wazee kukutana, wanachama sasa, sio wazee tena, wanachama kukutana kule. Tunakwenda sio kutokeza kwa kundi namna hiyo, mmoja mmoja, wawili kwenye kichaka pale kuingia. Sasa Mwalimu huku upande huu pana mlima kidogo, ndio pakukaa Mwalimu, iwe kama meza. Sasa wengine wote wamekaa, anaongea Nyerere, watu wanamsikia, na watu wanauliza maswali, watu Nyerere anasikia kwa karibu namna. Kabla ya kufichwa, kwa sababu gani? Ilikuwa bado vijana wanasimama pale, askari wa kizungu na wa Kiafrika kuhoji Mzee Mang'unyuka yuko wapi. Sasa baada ya tukio lile la kumficha Mwalimu Nyerere, alikuletewa shida haba na tani 3. Alikaa jela siku 14. Na wewe tani 3 amezikwa wapi?